Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami tukiwa tunaingia awamu ya pili ya taarifa za yanayojiri, awamu ambapo rasmi tunafungua jukwaa la mazungumzo. Leo kama nilivyokuarifu awali, tutakuwa tunazamia swala la migomo shuleni, tukiangazia sababu ambazo huwafanya wanafunzi kufikia kilele cha kuamua kufanya migomo shuleni au hata kufanya uharibifu kwa sababu ya kutoridhia baadhi ya masala ambayo yanaendeshwa shuleni ama maamuzi ambayo yamefanywa shuleni na uongozi wa shule mbalimbali. Tumekuwa tukiona visa hivi kwenye miaka ya nyuma, mwaka jana, mwaka juzi na miaka ambayo inafuata, na mara nyingi sababu zinakuwa ni tofauti lakini nyingi zinafanana, ikiwa ni masuala ya uongozi wa shule, kutoridhika na uongozi ambao upo shuleni, na pia kutohisi ama kutojihisi kuhusishwa katika maamuzi muhimu ambayo yanahusu wanafunzi moja kwa moja katika taasisi za elimu hususan za sekondari. Studioni nitakuwa na mhusisha Muadh Jamal ambaye yeye ni mshauri nasaha, akiwa anatoa ushauri kwa wanafunzi katika shule za upili katika masuala ya taaluma na masuala mengine tu yanahusiana na wanafunzi shuleni humo. Na pia nitakuwa na mhusisha Merian Kibuchi ambaye yeye ni mtaalamu wa afya ya akili, akiwa anatusaidia kuelewa akili ya kijana ambaye yupo katika shule ya upili inafikiriaje, na tukiwa tumeondoa ile adhabu ya viboko, basi ni yapi ambayo yanaweza kutumiwa na wanafunzi ama walimu pia shuleni katika kuhakikisha ushauri nasaha unakuwa kipaumbele kuzuia migomo ambayo tumekuwa tukishuhudia. Na pia nitakuwa na mhusisha Silas Obuhata ambaye yeye ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa wazazi nchini. Tutakuwa tunapata kauli yake kama sauti ya wazazi. Je, wazazi wanahusishwa katika maamuzi yanayohusu wanafunzi ambao ni watoto wao shuleni moja kwa moja na wanaridhika, na pia labda wanayapi ya kusema kuhusiana na masuala ambayo yanahusishwa na matumizi ya dawa za kulevya na pia ukosefu wa nidhamu shuleni, ikiwa wao ni kiungo muhimu katika safari ya wanafunzi hao shuleni hususan katika shule za upili. Leo hapa studioni ni wakaribisha wageni wangu rasmi. Karibuni sana. Shukran. Naam, tukianza na Muadh, tumesikia wazazi wengi ambao wamezungumza wakitaja swala la fedha, na tumeona hivi karibuni katika siku za usoni ama katika siku za hivi punde, mawiki kadhaa yaliyopita, tumeona swala la fedha ama ule mgao wa ufadhili wa fedha za shule za upili ikiwa ni capitation, yakiwa yamekuwa masuala ambayo yanaibua hisia tata sana miongoni mwa Wakenya, wazazi, na wazazi wengi wamelitaja swala hilo kama changizo kubwa katika kuwafanyisha wanafunzi kuingia ama kushiriki migomo. Maoni yako ni yapi kama mtu ambaye unashiriki masuala ya ushauri nasaha kwa wanafunzi? Shukran sana. Hili jambo ambalo limekuwa ni capitation ambao ni utata wa kifedha ambao mzazi, wasimamizi wa shule pamoja na wanafunzi ndio tegemeo lao wapate hiyo capitation waweze kuboresha madarasa na miundombinu za hiyo shule. Sasa iwapo capitation itakosekana, kwanza inaweza kuwa chanzo kikubwa, haitamwathiri mwanafunzi direct ama kwa njia sawa. Kwanza walimu itawapata wao kwamba hatutaweza kuwapatia chakula cha kutosha, hatutaweza kuwaboreshea madarasa, hatutaweza kuwaitia mtu awapigie dawa hata ya kunguni ama malazi bora. Sasa hiyo huleta wasiwasi kati ya wanafunzi. Ndio hapo wanafunzi atambua nyinyi mtatumwa nyumbani mkachukue pesa. Nao ikifika huku kwa wazazi, wazazi nao sasa wamekuwa kwamba hiyo ni serikali. Serikali ndio inatuangusha, sio jukumu letu. Sasa ule mwanafunzi anazidi kuwa amekuwa kama overwhelmed, mambo yamemshinda. Na wanaangazia sasa yanayojiri huku nje ama yaliyojiri katika shule nyingine kwamba walifanya hivi. Hii ndiyo suluhu. Sasa kwamba sisi pia tukifanya hapa ndio tutapata suluhu. Ndipo sasa hii ni wakati mwafaka serikali ikae chini waweze kuhakikisha kwamba capitation ya elimu inapewa kipaumbele kuliko capitation nyingine yoyote. Kuna mzazi wa kutoka Nakuru ameongelea mambo kwamba hii ni kesho ya watoto wetu. Tunasema kwamba migomo ya shule ndio huwa inazika ndoto nyingi za kesho. Mwanafunzi ambaye amekuwa akijitahidi, shule inapogoma, walimu pia hugoma, wanafunzi wa chuo kikuu pia hugoma. Wanapogoma ni kwamba ndoto yao imezimwa. Ambaye ilikuwa na dhamira ya kuwa daktari, ndoto yake ndio imekufa. Migomo ya leo ndio kaburi ya kesho za ndoto. Merian, tunapoangalia akili ya kijana ambaye yupo katika shule ya upili, Muadh amezungumzia swala la kuona shule zingine zimekwenda ama zimeshiriki migomo kwa sababu ya ambazo zinafanana na zao, na labda wakaamua hata sisi basi tutachukua hatua hiyo kama suluhu ya matatizo yetu. Ni yapi ambayo yanachangia katika masuala labda ya kufanana na shule zingine, na pia katika kuangazia mazingira tu ya shule ambayo yanafanya wanafunzi kuhisi kwamba wamefika mwisho? Kwanza nataka kusema asante kwa kunialika siku ya leo.
Naweza sema nikiwa na background ya afya kiakili, naweza sema ya kwamba ya kwanza tunafaa kuelewa hawa wanafunzi, hawa vijana bado ni watoto. Wanakuwa considered kwa watoto kutoka umri wa 13 hadi 18, 19 hapo. Akili yao bado haijakomaa. Tunasema kama wanasaikolojia ya kwamba akili huwa inakomaa kwa umri wa 25. So kwa hayo tunaelewa ya kwamba tukiweza kufika kwa hiyo level, tunajua venye tunafaa kurelate na watoto wenye wako tuseme labda wako primary, labda wako secondary. Tuweze kuelewa pia wenye wako secondary pia mahali wako akili yao bado haijakomaa. La pili ni ya kwamba bado wanajitafuta, hawajijui wao ni kina nani. Kwa hiyo jinsi ya kukomaa unaangalia kwamba hizo hatua zenye wanafaa kuwa wamechukua, hizo zinaitwa developmental stages, wanazichukua polepole. Hawajafika mahali penye wanaweza reason, wafikirie, unajua tukifanya kitu fulani, tukichoma shule ni mzazi atalipia hiyo atalipia hiyo gharama. Kwa hivyo tunaelewa ya kwamba hawa bado ni watoto, na kama tunataka kujaribu kufikia hawa wanafunzi, tufike kwa level yao, tujaribu kuelewa hisia zao bado hazijakomaa, bado hajafika, wako mahali penye wanajitafuta, wako mahali penye wanajaribu, hizo hisia ziko kila mahali, wanajaribu kujielewa. Kwa hivyo lazima tuwe na hiyo patience ya kujaribu kuambatana na wao na kujaribu kuelewa ya kwamba kile kinasababisha wa behave hivyo ni wakiwa at that stage wanakuwa very prone, wanaweza kuwa influence rahisi, waweze kufanya vitu venye hawafai kufanya juu bado hawajafika kiwango cha kufikiria hiki kitendo nataka kufanya si kizuri, ama nikikifanya kiko na consequences A, B, A, B na C. Ndio. Naam, hata wakati ambapo tunaona visa hivi, nyinyi kama wazazi, wanafunzi ama watoto wenu wameanza kuwa na lalama fulani kwenu, kabla ya kuona hatua kama hizi zinachukuliwa, labda wanazungumza na wazazi, kuna hiki na hiki kinaendelea shuleni, hatufurahii, ama kuna mazingira kadha wa kadha ambayo yanatukwaza, ama huwa mara moja inakuwa ni ghafla tu mnapigiwa simu ama mnaona kwenye taarifa kwamba shule fulani na fulani wanafunzi wameshiriki mgomo, labda pia wamefikia katika masuala ya kuchoma majengo ya shule? Adia, asante sana kwa kutualika katika studio asubuhi ya leo. Kujadiliana hili jambo la migomo katika mashule. Si jambo geni. Unajua mimi nimekuwa na miaka mingi sana katika maisha yangu sasa. Nimekuwa mwanafunzi katika shule ya chekechea, nursery school, nimekuwa primary school, nimekuwa high school, nimekuwa university, na sasa niko hapa. Kwa hivyo mambo ya migomo katika mashule si jambo geni. Wacha tuangalie hapo nyuma kidogo. Mimi nilipitia katika high school. Na kuna siku ambayo shule yangu iliwahi enda mgomo hata siku moja. Hata kama hakuna mkate, hakuna dinner, tulielewa kwamba shule ni kama mama. Tunasema kwamba nchi ya Kenya ndio mama yetu. So kwa hivyo shule ambayo umelelewa ni kama mama yako ambaye amekuzaa. Inafaa kwamba upeane discipline ama respect kwa shule. Kwa sababu siku moja hata mtoto wako pia atapitia huko. Na ile ambayo utatenda huko ndio mtoto wako atafanya nini? Atapia tenda pale. So mimi nimekuwa katika shule na tukawa na mambo mengi sana. Hatuwezi kusema kwamba katika maisha kila kitu iko tu smooth, itaenda tu vile tunataka iende. Kwa hiyo nataka kwamba wanafunzi kwanza wajielewe kwamba wakiwa katika shule, jambo la kwanza pale ni kusoma. Hawakwenda pale kukula chakula, hawakwenda pale kulala. Kile kimewapeleka pale ni kusoma. Ijapokuwa kwamba wanafaa wakule, wakunywe, walale vizuri, alafu masomo iendelee. Nimesikia jambo la kwanza, wacha nirudi nyuma kwa jambo la capitation. Unajua ile jambo la capitation linazunguka round, lakini the public ama serikali haijawahi eleza public vizuri kuhusu mambo ya capitation. Pesa ya capitation wakati nalipo kwa mashule si pesa ya kulisha wanafunzi. Mainly pesa ni ya tuition. Pesa ya kulisha wanafunzi, pesa ya malazi, that's the 48% ambayo wazazi wanalipa. Kwa hivyo kama kuna chakula kwa shule, wazazi wanafaa waulizwe, mbona hamjalipa malipo yenu ya 48%? Kwa serikali inalipa 52%.
2% capitation. So wanafunzi wakienda kwa strike kwa sababu hakuna chakula kwa shule, mtu ambaye tunafaa tuulize, mimi ni kiongozi wa wazazi, lakini serikali haijaelimisha wazazi kuelewa kwamba kama hakuna chakula kwa shule, makosa ni ya nani? Ni ya mzazi, si ya principal. Lakini principal anakuwa tempted kukopa ile pesa ya capitation na kufidi nao wanafunzi. Na wakati wa county tena inakuwa shida kwake tena kwamba wewe ulichukua pesa ambayo haikuwa ya kufidi wanafunzi ukalisha wanafunzi. So kwa hili jambo la capitation inafaa sana wazazi waelewe, wanafunzi waelewe kwamba ni jambo ambalo halifai kukosi nini? Strike. Kwa capitation tu inaweza kukosi strike tu kama walimu hawajaenda kwa madarasa kufundisha. Wanafaa kufundisha kwa sababu serikali inalipa walimu kufundisha na serikali pia imepeana pesa ya tuition kwa wanafunzi. Wacha turudi hapo nyuma tuulize. Ni nini ambacho kinafanya tuwe na strikes? Na chukua nchi kama Finland. Nchi ya Finland ni nchi moja ambayo inajulikana katika dunia yote kwamba ikikuja upande wa discipline ya wanafunzi ama punishment, ina treat discipline ama punishment kwa wanafunzi kama urafiki. Hawa wanaenda njia sambamba ambayo inafanya wanafunzi wa grow up both physically, mentally, socially, spiritually together with their teachers. They understand that discipline is not revenge. Kwa wanafunzi, discipline is not a question of argument that who wins the war, nani anashinda vita. So jambo la kwanza katika mashule zetu ukienda pale utakuta kwamba wanafunzi hawapewi nafasi ya kusikizwa. Kuna school wengine, principals wengine, hata walimu wakisema it's no, it's no. Wakisema ni yes, ni yes. Hawa ni wanafunzi ambao ni binadamu, they have their own rights. Sasa walimu wasipoketi na wanafunzi wazungumze, wazikizane, wakubaliane kwamba kama kesho kuamka asubuhi ni 5:30 ndio twende kwa darasa for preps. Sisi wote tumekubali tutaamka 5:30. Kuliko mwalimu amke tu aseme niko katika zamu siku hii wiki na yule ambaye atapatikana kwa dormitory 5:10 you must be killed. Hii ndio mambo inaleta shida. Jambo la pili, vile walimu na wanafunzi wana relate, relationship kati ya wanafunzi na walimu, kati ya wanafunzi na wanafunzi, kati ya wanafunzi, wazazi na walimu. Nianze walimu na wanafunzi. Kuna baadhi ya walimu ambao wanapendelea wanafunzi. Kama mimi nikiwa kama mwalimu nitapendelea sana msichana wangu hapa anaweza kumuivia mtihani, lakini ndugu yangu pale hana chochote. Lakini yeye atakuja kujua, wewe atamwambia kwamba unajua mimi ni rafiki ya mwalimu, hata wewe ufanye nini hauniwezi hapa. Mimi najuana, mimi ni rafiki ya principal, mimi ni rafiki ya nani. Sasa kesi kienda mbele unakuta hata kabla mwalimu ajaribu kusikiza hii kesi, anaamka na mtandika kofi kijana mbele ya msichana kuonyesha kwamba yeye ana nini? Ana uwezo. Kumbe nyuma yake kuna nini? Kuna fiche. Kuna mambo pale ambayo imefichwa. Wanafunzi kwa wanafunzi. Unajua katika secondary schools, mixed schools. Sijui zinaitwa namna gani kwa Kiswahili? Shule za mseto. Hata wanafunzi kwa wanafunzi wenyewe wako na relationship, boy girl relationship. Iko hapo ndani. Lakini pia huko huyu anaona kwamba ni rafiki ya huyo na mimi ndio mwalimu sasa. Na mimi pia nataka nimnyemelee huyu sasa. Sasa huyu ataona kumbe huyu mwalimu ananikosea. Upande wapi? Huko. Itafika mahali ukute sasa walimu na wanafunzi wanapigana. Hii tumefanya research, tumepata hiyo kitu. Now, kati ya wazazi, walimu na wanafunzi, relationship. Unakuta kwamba ndio mwanafunzi amefanya makosa. Mwanafunzi ametumwa nyumbani, suspension. Mtoto ameenda nyumbani tu bila makosa, anarudi kwa shule. Lakini mbele ya wanafunzi wengine unakuta kwamba mwalimu mbele ya wazazi na wanafunzi wengine anasimama, mwalimu anatusi mzazi na mtoto wake. Naam, Obuhati utakuwa na rejea kwako pia kuendelea kutoa sababu hizo kama ulivyoanza kuziorodhesha. Lakini ni muda ambapo tunafaa kuingia madukani. Mtazamaji, nitakuwa na rejea katika mazungumzo haya ndani ya muda usiokuwa mrefu na kusihi usiende mbali. Na mtazamaji, karibu tena tunapoendeleza mazungumzo katika sehemu ya tatu ya taarifa za yanayojiri, ambao leo tunaangalia migomo ama kisunzi cha migomo katika shule hususan za upili. Ni swala ambalo tumelishuhudia katika miaka ya nyuma, na labda katika kuangazia tu sababu huwa ni zipi, na wahusisha studioni baadhi ya wadau ambao wanatusaidia kuelewa hilo, ikiwepo Muadh Jamal ambaye ni mtaalamu na mshauri nasaha katika masuala ya taaluma na pia kutangamana na wanafunzi katika masuala ya ushauri nasaha kwa jumla, na pia namhusisha Miriam Kibuchi ambaye yeye ni mtaalamu wa afya ya akili na pia mshauri nasaha,
na anamhusisha Silas Obuhata ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa wazazi nchini. Tukirejea katika awamu hii ya tatu, kuna baadhi ya masuala ambayo Obuhata amegusia na tutakuwa tunampatia fursa ya kuongeza sababu zaidi ambazo alikuwa anaziorodhesha katika kuchangia masuala ya kushiriki migomo kwa wanafunzi wa shule za upili. Ni vipi ambavyo tunaweza kuweka wastani kati ya wazazi, walimu na wanafunzi kuhakikisha kwamba yale mawasiliano yanakuwa ni ya rahisi, na yale ambayo wazazi wanataka labda kupitia kwa shule wanaweza kuwasiliana na wanafunzi na pia walimu kwa jumla, na ujumbe ambao wanafunzi wanapata kutoka kwa walimu unakuwa ni ujumbe ambao umejumuisha maamuzi ya pande zote mbili? Shukran sana dadangu Hadia. Jambo ambalo naweza ongelea ni kwamba kuna hili ambao tunaita utawala wa kidikteta wa usimamizi. Tukiongelea mambo na usimamizi, tunahusisha wazazi ambao huwa ni body of management ndani ya shule, ambao ni baraza la wazazi. Tukijua kwamba kila darasa huwa kuna mzazi anasimamia wazazi wenzake. Kisha tukiangalia usimamizi, kuna walimu ambao pia katika utawala wa kidikteta wa usimamizi kuna wale ambao ni senior teachers, walimu ambao wana vyeo katika ile shule. Kwamba huu utawala wa kidikteta wa usimamizi unakuja vipi? Wanafunzi watagoma, lakini tunajua kwamba penye moshi pana moto. Na Mwingereza mwingine alisema, if we are not at the seat of the table, then we are probably at the menu. Na kama hii rule imewekwa na hatujahusishwa, basi hii sheria haitakuwa ni sheria yetu. Kwamba hii shule sahihi imeamua, imekaa chini, tukapanga kwamba sahihi tutabadilisha wakati wa kuamka, wakati wa malazi, wakati wa kwenda mambo ya ibada, program ama schedule za weekend tutazibadilisha. Kisha wanafunzi wa kutoka kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne waje waone habari hiyo kwenye memo imewekwa katika ukuta. Hawajahusishwa. Je, wazazi ambao wako katika board of management, ambao kuna wengine pia ni parent representative, wanawakilisha wazazi wengine katika kila darasa, pati yao ni ipi? Ama ni ile tu title? Sababu sisi tunajua kwamba uongozi si title, ni ile responsibilities. Je, sheria yote ambayo inafaa iwekwe pale shule, ni lazima mzazi, si mzazi wa kila mwanafunzi aitwe, wale wawakilishaji wa wazazi waweze kuitwa, wakae chini pamoja na walimu, ndio inaitwa board of management. Wakae chini, waambie sisi tumepanga hii. Ikisha sasa wazazi wameona hapa tunafaa tufanye hivi, sasa wanaitwa student wote katika public baraza. Kujeni mtoe maoni yenu. Isiwe ni hali ya kwamba kama sheria imewekwa hatujahusishwa, hiyo si sheria yetu. Wanafunzi wanaitwa, wanaelezewa kwa nini tunayabadilisha hii. Italeta manufaa gani? Kuna ambao wataweza kuchangia kinamna moja au ingine, kukubali ama kupinga kwa njia mwafaka. Hakutafika kule kwa kupinga kwa njia ambayo si stahili. Sababu pia wale wanafunzi wanajua kwamba hapa tuko si kwa maisha yetu. Na wale wanafunzi wako pale si kwamba waliletwa hapo na risasi ama bunduki. Walikuja kwa mapendeleo yao, wakaingia mpaka ndani ya shule na wanaenda mpaka bweni kulala. So inapotokea hayo mambo, sisi tunasema kwamba penye moshi pana moto. Wanafunzi watachangia, hii tunataka, hii ibadilishwe, hii ipunguzwe. Watakuja baadaye waweze kuwa na msimamo mmoja kwamba tumeamua hii na hili ndilo ambalo tunaenda nalo. Kwa yule mwanafunzi ambaye atakuwa anapinga wale kidogo, wale wanafunzi wenzao ambao waliunga wataweza kushawishi wenzao. So watakuwa ni kama ambao wamesupport ile mradi ambao umeletwa ama mapendeleo ambao wamepitishwa wanafunzi, tukizingatia pia wale viongozi wa wanafunzi na ambao pia huwa wana mchango mkubwa, kwa sababu watu tunaita ambao ni student leadership na the rest of the student. Msimamo wao ni upi wao na wanafunzi wenzao? Je, wao ni watu wamesimamia tu upande wa walimu? Mwalimu mkuu akisema hivi wao tu ni yes sir. Mwalimu mkuu amesema sasa tunataka tufanye hivi, yes sir. Hawezi kuwa wanasimamia katika haki za wanafunzi wenzao, tukizingatia wao pia ni wanafunzi. Naam. Marian, maoni yako ni yapi katika kuweka mizani? Kwa sababu kama ulivyotaja, hawa ni wanafunzi ambao umri wao bado ni mdogo, akili zao bado zinakuwa, hawajajielewa, hawajajua misimamo yao ni ipi, ni rahisi kuweza kubadilisha mawazo kwa sababu ya kufuata mtu mwingine anavyofanya. Lakini katika kuweza kukaa nao kwenye meza ya mazungumzo na waweze kuelewa, kwa sababu pia huwezi kuridhisha wanafunzi wote, kwa sababu hoja zingine labda zitakuwa haziendani na sheria za shule na pia labda kwa kuweza kutimiza yale malengo ya shule kwa jumla. Lakini ni njia zipi ambazo zinaweza kutumika na uongozi wa shule na pia kuweka uwiano kati ya wanafunzi, wazazi na walimu kwenye masuala ya maamuzi ambayo yatakuwa yanaridhiwa na pande zote? Okay.
Hilo ni swali nzuri sana na la kwanza naweza sema ni ya kwamba kwa system ya shule kuna walimu, kuna wanafunzi na pia kuna parents, wazazi wenyewe. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba kama tunataka kubadilisha system ya shule, wote lazima wahusike ndio waweze kuweza kuleta hilo suluhisho katika ndani ya shule. So ya kwanza naweza sema wote watatu stakeholders wa shule waweze kuwa involved. Ya pili naweza sema pia ni katika mental health huwa tunahimiza sana ya kwamba kuwe na huo ujuzi, awareness ya kufunza wanafunzi kuhusu conflict resolution, kuwafunza practical skills zinaitwa life skills. Hizi ni vitu zenye wanaweza learn, zenye zinawafunza zinawasaidia katika shule na pia zinaweza wasaidia huko nje. Kwa hivyo hizi skills ni vitu kama kujijulisha wao ni kina nani, hiyo ni identity. Wanafunzwa kuhusu conflict resolution, wanafunzwa kuhusu mental health, wanafunzwa kuhusu sexuality. Haya mambo yote yenye yanafanya wanafaa kuwa na huo ujuzi wafunzwe, na hiyo ni kazi ya counselors na pia psychologists wenye wanafanya kazi katika wanashughulika katika afya ya kiakili. Naweza sema pia la tatu na la muhimu kabisa ni kuinvolve counselors kwa shule, kuandika counselors kwa shule. Hii ni sababu ya hii kwa sababu ukiangalia shuleni sana ukiangalia miaka inayopita before, saa hizi tunaenda tukibadilika polepole na shule zinaenda zikibadilisha. Mwalimu mwenye alikuwa anafunza CRE ama mwenye alikuwa anafunza subject fulani ndio alikuwa counselor. So student akikuja akienda amwambie niko na hii shida, ninapitia hii shida, anaenda anamfichulia vitu, alafu huyo mwalimu hajafunzwa kuhusu counseling, hajapata hiyo experience. Kwa hivyo yeye anaenda anafunua hizo siri kwa walimu wenzake, alafu hao walimu wanaanza kuongelelea huyo student. Kwa hivyo huyo student ana feel hayuko safe. Kwa hivyo ni la muhimu ni kuandika watu wenye wamesomea ushauri na saa. Ndio. Yeah. Naam, hasa ulikuwa unaorodhesha sababu ambazo wafikisha wanafunzi katika nafasi ya kushiriki migomo, ukitoa maelezo yanayozunguka wadau wote ambao wanahusika katika safari hiyo, ikiwa wazazi, walimu na wanafunzi. Labda kwa kuongezea, na pia katika hoja ambayo ilikuwa inachangiwa na Marian na Muadh vile vile, katika kuweka wastani kwa wazazi, walimu, wanafunzi na mawasiliano kutiririka mpaka kwenye chini. Yeah, nimewasikiza Marian na anaitwa nani? Muadh. Ya, unajua nazungumzia mambo ambayo ni mazito sana ambayo inafaa itiliwe mkazo katika mashule. Nilikuwa nimeanza kuorodhesha causes of strikes in schools. Getting and counseling is very important. Itaelezea alafu na fafanua tena. Lack of getting and counseling, ushauri wa wanafunzi na wataalamu katika mashule inaweza kuelekeza wanafunzi kufanya strikes, getting and counseling. Kwa hivyo ingekuwa vyema sana kama Teacher Service Commission ingefikiria jambo la kuajiri walimu especially for guiding and counseling in schools. Hata ni walimu peke yao, pia tungeongeza wale ambao wana ujuzi kama Mary Ann upande wa saikolojia katika mashule. Hata kuna daktari ambao wangekuwa pale wangesaidia hilo jambo la guiding and counseling. Jambo la pili ni attitude, ama ile sijui attitude inaitwa namna gani kwa Kiswahili. Mtazamo. Mtazamo. Mtazamo tu. Kulingana, unajua vile mimi natembea hapa, utaangalia useme kwamba huyu mtu ako proud sana, anajipenda sana. Lakini labda si hiyo. Hivyo ndivyo Mungu ameniumba sasa. So, kati ya wanafunzi na school administration na principals na head teachers. Unajua kuna head teachers wengine ambao nimekuambia wakisema it's no is no. Unasikia kwamba principal anakuja anasema kwamba ile principal alikuwa hapa mwaka uliopita, ile alitoka. Alikuwa anawapatia nafasi ya kutangatanga nje, wakati mnasikia kwenda nje. Lakini sasa mimi nimekuja sasa, system imebadilika. Wakati nilikuwa kwa shule, tulikuwa tunaamka asubuhi, tunakula mayai, tunakunywa maziwa sisi. Hatukuwa paka, tulikuwa tunakunywa maziwa wanafunzi. Tulikuwa tunakula mkate mzuri na blue band na jam. Lakini siku moja principal mgeni akakuja
Na alikuwa ametoka kashule kadogo sana. Kana naweza kuita kashule kadogo, sijui kwa nini. Okay, wacha niseme hivyo. Nitumie radhi nitumie jina shule ndogo sana. Ile remote. Alitoka kwa shule ile shule ndogo akakuja to a national school. Lakini aliamka tu asubuhi akasema kwa assembly kwamba the following simekuwa disqualified kwa shule na mtu asiongee juu yake. Hakuna mayai, hakuna maziwa, hakuna nini. Na sisi tumezoea kukula vizuri. Wazazi wetu wamelipa. Jambo kama hili, hii attitude ya kusema kwamba mimi nikisema nimesema imefika hapo, ndio inaleta shida kati ya wanafunzi na school administration. Positive parenting. Wazazi wana jukumu ya kulea watoto. Kama wazazi nyumbani hawakai na watoto, wawafunze maadili mema, values and principles of governance, integrity and all those things. Chapter 6 of the Constitution, Kenya Constitution, the Children's Act, about the rights of the children. Unajua watoto wanasema tu kwamba sisi tunasikia kuna Children's Act ni right yetu na tutafanya. Lakini hata watu wenyewe wanasema kwamba Children's Act ni right yao. Hawajasoma hii act, hata wajue act inasema nini. Ndani ulikuwa ukisema siku moja kwamba hata pia serikali itoe act ya wazazi kwamba pia wazazi nao wasikizwe kifika mahali fulani. So parenting kutoka nyumbani. Unajua acha niseme hivi. Kuna wazazi ambao wanaketi nyumbani na wanafunzi wakati walikizwa kama saa hizi. Baada ya wafunzi mambo mazuri, wanaanza kudiscuss kwamba mwalimu Mwadhe anafunza hesabu. Huyu mtu ni mjinga sana. Ni mjinga sana. Hata ukienda kurudi ukiketi pale akikuja kwa darasa hata pindiwa kitu uangalie nyuma. Wewe ni mzazi anaambia mwanafunzi. Kwa sababu ameona kwamba maximum mwanafunzi ya hesabu iko chini. Hajui kwamba mwanafunzi ndiye hakusoma. Lakini Mwadhe amefundisha. Kuna wazazi ambao wanajaribu kuambia watoto wao kwamba walimu wa kike saa nyingine hawana usemi. Unaona jambo kama hili? Sasa hali akienda kwa darasa kufundisha kijana pale akiketi umri kama ya Mwadhe hapa kimwangalia anaona kama ni mwenzake wanatozana sasa. Anaweza kuwa na urafiki. Unaona sasa? Kwa hivyo positive parenting ni jambo la muhimu. Facilities katika shule. Hakuna mwanafunzi amba mzazi angelipenda kusoma katika mahali shule iko na choo hazioshwi, lakini kuna wafanyakazi wa shule ambao school administration hailipi na capitation fund imetumwa watu walipwe. Wanafunzi hawatakubali jambo kama hiyo. Jambo lingine quickly, political interference. Kuna wanasiasa ambao wanazungumza mambo hapa nje kuhusu mashule tu. Na some NGOs wakizungumza ni kama wana incite wanafunzi against school administration, against walimu, against wanafunzi wenzao, So siasa saa nyingine inaweza kuleta shida katika shule. Now, communication breakdown. Mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi. Kama mwalimu ametangaza kwamba shule itafungwa tarehe 20 July 2025. Wanafunzi wanaketi kwa shule all through wakijua 25th wakati huo toka twende nyumbani. Lakini nafika imebaki wiki moja, alafu mwalimu anaamka na mock exam. Na anasema kwamba shule sasa itafunga 25th of July, itafunga 3rd of August. Kwa hiyo wanafunzi wataketi kwa shule wafanye nini? Wafanye mock. They are not prepared psychologically for this kind of mock. Sasa wanafunzi watapigana waende wapi? Nyumbani. La mwisho kabisa. Wanafunzi saa zingine tunafaa tu understand. Wakati wanafanya strike kwa shule, si hata wanafanya kwa sababu wanafanya ili kuonyesha kwamba ni mabingwa. Wanafunzi saa zingine pia nao wanataka maisha yao iangaliwe. Kwa mfano, kama shule rais ameenda kwa shule mahali amefanya fundraising, amepeana pesa school bus inunuliwe. Isuzu inunuliwe pesa kwa shule. Pesa zimetolewa. Wazazi wamelipa pesa ya uniform. Wanafunzi wapewe uniform katika mashule. Lakini principals wanakalia hii pesa. Wanapeleka kwa account wapate interest kwanza ndio itakuja kutoka baadaye na board. Jambo kama hili na wanafunzi sasa wanataka kwenda trip, wanaambiwa mtatumia lori ama matatu. Na basi rais alipeana pesa kitambo sana kununua basi. Ama board ilichanga pesa kununua basi. Wanafunzi wale basi kwa shule. Makosa ni ya nani? Wakistrike. Ni jibu. Naam. Na nafikiri pia katika swala ambalo wamezungumzia Ubuhata la kuangalia ratiba za shule. Siku hizi shule za umma zinatolewa ratiba nafikiri kuambatana na wapi ambapo wanakwenda katika ile likizo fupi na vile muhula unaisha tarehe ngapi, na inakuwa nafikiri inapunguza sana swala ambalo Ubuhata amelitaja la kwamba siku zinabadilika ghafla katika muhula na ratiba na masuala ambayo yanafaa kufanyika katika muhula huu. Tukiangazia swala la mitihani ameliibua Ubuhata. Sijui kama ni huu mtaala wa 844 peke yake ndio utakuwa na kiwewe hicho cha mitihani na kusababisha kushiriki vigomo kwa wanafunzi, kwa sababu tunaona CBE itakuwa tofauti kidogo. Lakini labda kwa kuzungumzia swala la mitihani,
inakuwa ni wanafunzi kutojiandaa, inakuwa ni masuala ya ghafla kama aliyoyataja Buhata, inakuwa ni ukosefu wa vifaa ambavyo wanafunzi wanahisi vinahitajika katika kuwezesha kupita mitihani. Yapi ambayo yanawafanya masuala ya mitihani kuingilia na kushiriki migomo? Shukran sana dadangu Hadia. Hii huwa si tunaita shinikizo la kitaaluma, kwamba tunafinya sana ule wakati wa shule, kwamba tunakimbiza silabasi. Wanakwambia tunafaa tumalize hii silabasi muhula wa pili. Na sheria inasema hiyo silabasi inafaa itumie mwaka mzima. Ni nani aliyesema kwamba silabasi lazima ikimbizwe mtoe nafasi ya kufanya marudio? Kwamba sasa mnawaambia kwamba mtaamka saa 9, classes, madarasa ama mafunzo yanafaa kuisha saa 10:30, lakini mnawaambia mtaenda maombi ama muende kidogo murukeruke saa 11 na wataka hapa tusukume hii silabasi ya somo la kemia ama la hisabati. Mwanafunzi huyu amechoka, kichwa kimechoka. Ndipo dadangu akasema kwamba kuna department, shule iko na department ambao ni guidance and counseling department, na mwalimu ambaye anasimamia idara hiyo ni mwalimu wa hiyo shule. Na unaweza pata mwalimu huyo anataka kwenda darasani kufundisha. Je, atakuwa na wakati wa kutenga wa kwenda kusimamia mambo na shauri nasaha kwa wanafunzi? Hata kuwa na huo wakati. Ndiposa sijui mzee wangu alijuaje kwamba mimi ni mwalimu, nitakuwa mwalimu wa hisabati. Sasa hii ni mwanafunzi wa chuo kikuu na nitakuwa mwalimu wa hisabati na somo la tarakilishi. Kwamba sasa mimi nimesomea hii mambo na ushauri nasaha. Ndiposa niende nisipewe department ya ushauri nasaha alafu nitake kukimbia darasani. Hiyo department nani ataifanyia kazi? Sasa unaweza pata kwamba hii shinikizo la kitaaluma ni kwamba ukikosa alama ya chanya utakuja shule siku ya kwanza, ambao kuna alama ya chanya watakuja shule siku ya pili. Tena nyinyi ambao mtakuja mtangulia, ambao sasa tumeweka nyinyi in quote failures, ambao mnarudisha hii shule nyuma, mtakuja hapa shule na wazazi wenu. Tukalisheni na nyinyi mkutano, na mzazi atalipa hata faini ya shilingi 500 kwa ukosefu tu wa kufikisha alama hii. Sasa hili jambo limekuwa likitatiza. Tukaribia na mtihani, sasa tunaona kwamba huu mtihani mimi sijajiandaa ipasavyo. Suluhu hapa ni nini? So tuko wengi, tunapanga suluhu hapa, tugome huu mtihani hatutafanya. Na hiyo ndo suluhu. Hii ndio plan A. Hakuna plan nyingine. Sasa wanafunzi wanajiandaa. Kwa mfano kidato cha 3, mnaambiwa kwamba nyinyi sahihi mtafanya full paper. Full paper tukimaanisha kwamba kama ni hisabati paper ya kwanza, karatasi ya kwanza na karatasi ya pili. Kama ni kemia, karatasi ya kwanza, ya pili na ya 3. Sasa mwanafunzi kama huyu anaona hili jambo kwake ni geni. Hakuwa akifanya full paper zote kwa wakati mmoja. Na anaambiwa hii paper mtafanya kwa muhula ama kwa muda wa wiki moja. Kwamba hata usiku saa 1 hadi saa 4 wakati ambao mnafaa mjisomee, tutakuja tuwaletee hiyo karatasi. Wanafunzi wanashindwa sasa, hii ni msimamo gani? Mbona ndio pale awali nikasema kwamba mbona hatukuhusishwa ikipangwa hii? Wanajaribu kufuatia kila hatua kuweza kupelekana malalamishi hapa, wengine wanapigia mpaka wazazi simu. Mzazi anaenda kwa mtu ambaye ni board of management. Ndio mzee wangu akasema shule zinaathirika na mambo ya kisiasa. Tunaweza pata kwamba shule hii board of management zinabadilishwa kila baada ya miaka 5. Nani anabadilisha hii board of management? Ni viongozi. Sisi husema naked truth is always better than a dressed lie. Haya ni mambo ambayo sasa tunafaa tuyaongelee, ndipo yaweze kupatikana suluhu. Kwamba hii board of management inabadilishwa kila baada ya muhula wa miaka 5. Na nani? Na wanasiasa. Mimi iwapo nitachaguliwa na watu wa eneo bunge hilo ama watu wa kaunti hiyo, basi ni jukumu langu na nitahakikisha kwamba hususan zile shule za kitaifa, board of management wanaowakilisha wazazi ni makampaigners wangu, wanasiasa wakubwa wangu. Ndiposa shule ikifanya mkutano, hao makampaigners watakuwa hapo kuangusha sera zangu na kujua, je, mimi naongelelewa vipi kama mwanasiasa. Sasa wale wazazi, na unaweza pata, tusemeni ule ukweli ni kwamba wengine hata hawakumaliza hata kidato cha 8. Lakini kwa mambo na siasa ni wao ni weledi, ni magwiji, ni makampena sugu. Sasa hubidi wapewe nafasi waweze kusimamia wazazi wenzao katika hiyo mambo ya shule. Ndipo sasa utakuta wakiingia, focus yao si kwamba tutatue shida na changamoto zinazoathiri wanafunzi wetu, tutatue utata kati ya watoto wetu na walimu wao. Tunapoweka sura yetu pale mbele ni kuweka katika mambo ya kisiasa.
Naam, nafikiri ni hoja nzito hizo ambazo Muadha anaziibua. Marian, maoni yako ni yapi kuhusiana na masuala ya ushindani? Tumeona mtihani na mtalaa wa 844 umekuwa na ushindani mwingi sana. Wakati ambapo tunaelekea mitihani ya mock, wakati ambapo tunaelekea mitihani ya kitaifa, kumekuwa na joto kali sana kwamba nani atakuwa anapata alama ngapi na labda nambari moja hadi mwisho wa mkia atakuwa ni nani. Masuala ya ushindani katika masomo kisaikolojia yanaweza kuweka labda mtazamo gani kwa akili ya mwanafunzi na kuleta labda matokeo ambayo sio mazuri kama masuala ya kushiriki miguu? Hilo ni swali nzuri. Naweza sema ya kwamba kwa hiyo kupata huo wakati wenye hakuna time ya kusoma, wanahisi wanaharakishwa kusoma ama kukava hiyo silabasi, inaleta hiyo pressure ndani ya huyo mwanafunzi, kwa akili ya huyo mwanafunzi. Na ni vizuri kutambua ya kwamba wanafunzi hawako the same, wako different, wote wako unique in their own way. Kumaanisha mwanafunzi tuseme Jamal hapa hayuko the same kama vile mimi niko. Vile tunaelewa kile tunafunzwa darasani si the same. Kwa hivyo yeye anaweza shika vitu haraka kunishinda, na ikikuja wakati wa kufanya mtihani yeye anaweza hisi labda anaweza sukuma kidogo nifanye huo mtihani, nitaweza nitaweza kuwa successful, lakini mimi mwenye na struggle nitahisi la hasha, siwezi. Kwa hivyo maybe nitasema unajua nini, nitaanza kuchochea wanafunzi wenzangu tuseme unajua nini, hatutaki kusoma, tugome. So hizo ndizo shida zenye zinajitokeza, na kwa hiyo kuharakisha silabasi, si wanafunzi peke yake wanapata hiyo pressure, inatoka kwa walimu. Kwa hivyo ikitoka kwa walimu inatiririka inaenda chini mpaka kwa wanafunzi wanapata hiyo pressure. Kwa hivyo kwa hiyo system unaona kuna hiyo, wanajaribu sana catch up, na inaleta hiyo state ya kufeel hiyo pressure, na pia inaweza leta hiyo depression, na hizo ndizo shida zenye zinakuja sasa, zinaleta shida za kiakili. Tumesikia sana kuhusu depression, tumesikia kuhusu anxiety, tumesikia kuhusu trauma. Hizi ni vitu zenye wanafunzi wanapitia, na ndio maana ni muhimu sana kuleta watu wanasaikolojia katika shule wenye wamesomea, wakuje katika shule ndio waweze kuleta hizo suluhisho na kuweza kusaidia wanafunzi, kwa sababu kusema ukweli pressure hukuwa hata si kati ya shule peke yake, hata huku nje kuna pressure. Kwa hivyo hata kama kuna hiyo system yenye labda syllabus inaharakishwa, ni vizuri kujua kwamba kuna vile wanaweza kuwa skills, wanapewa hizo skills za kupata hiyo resilience ya kujua hivi ndivyo unafaa kuhandle pressure, na ikikuja hivi ndivyo unafaa kufanya. Na si wanafunzi peke yake, but pia walimu wanasaidiwa na kupewa, wanasaidiwa na hisia zao, wanasaidiwa na wanasaikolojia ndio waweze kuprocess hicho chenye wanapitia katika shule. Hasa ulizungumzia swala la uongozi wa shule na maamuzi ambayo yanafanywa katika masuala ya kushirikisha wanafunzi, wazazi na walimu. Kuna swala lingine ambalo katika tafiti ambazo zimefanywa kuhusiana na migomo shuleni la dawa za kulevya, ambalo pia limeibuka katika tafiti hizo. Ni swala ambalo linatatuliwa vipi? Wanahusishwa wazazi na walimu na wanafunzi kwa jumla, kwa sababu moja kwa moja dawa za kulevya zinatoka nje ya shule, hazipo ndani ya shule, na hii inaonyesha labda kupenya kwa dawa hizo katika mazingira ya shule, aidha na wanafunzi wenyewe ama watu ambao sio wanafunzi lakini wanaweza kuingia katika mazingira ya shule. Swala hili kama wazazi mnapokaa kwenye vikao linatatuliwaje katika kuhakikisha wanafunzi wana akili changa, lakini pia akili zao hazijaingiliwa na mihadarati katika kufanya maamuzi ambayo yanaleta hasara labda katika migomo ya shule na pia kuchoma mabweni na majengo mengine ya shule? Hilo ni jambo muhimu ambalo umezungumzia ambalo tulikuwa tumesahau hata, lakini ningelitaja kwamba ni moja zile hadhari ambazo zinaleta migomo katika shule. Juzi tumefanya campaign hii tuliyoita Say No to Drug Abuse among school going children. Na tumetembea katika kaunti zote 47 counties na Ministry of Health, watu Department of Ministry of Health, na nilikuwa katika hizo campaign mimi kama msimamizi wa wazazi katika nchi ya Kenya. Na kila pahali tulienda tulihusisha wazazi ambao wanatoka katika hizo sehemu kusikiza wenyewe, ili wasikie vile wanafunzi wao wenyewe wanashuhudia kwamba
mambo ya drug and abuse substances ina affect wanafunzi. Jambo la kushangaza sana, tulipata kwamba watoto wachanga sana hata wa nursery school, kuna watoto wachanga sana ambao kutoka nyumbani wanahusika katika drug abuse and substances because wazazi wao ndio viongozi. Mzazi anafaa kuwa role model. Mzazi ndiye mwalimu wa kwanza kwa mwanafunzi mtoto wake nyumbani. Kwa hivyo kile mzazi anafanya nyumbani, kabla mtoto aende kwa shule pia atakuwa amecopy hiyo character. Sasa kama kuna bomba ambayo mzazi anauza bangi, yule mtoto ambaye ako 3 years, hata wakati alikuwa kwa tumbo ya mama yake, kama mzazi alikuwa anauza bangi, mama akiwa expectant, at one point huyu mtoto ametest hiyo drug. Because baba hawezi kuuza bangi, mama ako hapo, na mama afuti bangi. Watu mpaka wao wanauziana hiyo kitu. So tulikuta kwamba wazazi wanahusika sana katika sehemu kubwa kueleza miadarati katika maisha ya watoto wao. Tulipata kwamba wanafunzi wa 6 years wanajua mambo ya drugs. Na aswa nao tuko na CBC. Sasa mwanafunzi wa 6 years kama anajua drugs, na CBC ndio hii sasa. Sasa tuko na mwelekeo gani hapa mbele? Unless hili jambo la drugs liangaliwe sana. Kwa hivyo drugs ziko. Mama kwa shule, drugs inapelekwa na wazazi wenyewe kupitia katika wanafunzi. Tukiwa kwa shule siku moja, mimi nishawahi kuwa mwalimu. Tulikuwa na mwanafunzi anakuja kwa shule amefunga mkono. Na hii bandage kubwa sana kila siku. Tukashindwa kwani kila wiki anavunjikaka tu mkono mmoja tu. Hii nyingine haivunjiki. Shingo haivunjiki, ni mkono tu. Mwaka jana, mwaka leo, kesho. Na siku moja nikiwa na zungumza na wanafunzi, nikachukua yule mwanafunzi kamweka kando, nikamuuliza tu, unajua saa nyingine daktari hakuangaliage vizuri mkono. Kila mara unafunga. Hebu nione nini kinafanyika. Sasa mwanafunzi hangekataa, mimi ni mwalimu. Lakini wakati nilifungua hii yote, kile nilipata pale bangi. Bangi iko pale imepangwa sana, hiyo msokoto imepangwa na imefungwa. Mwanafunzi akaniambia, mimi ndio kazi nafanya, nikitoka shuleni jioni naenda kuuza bangi ndio tupate chakula nyumbani, na baba anajua, mama anajua. Sasa unaweza kujua kufikiria kama mwanafunzi anaweza kukaa na hiyo kitu kwa mkono miaka 3 kwa shule, ni bangi kiasi gani hata wale watu wengine wa shule atakuwa wamepatiwa. So wazazi waangalie jambo. Now, wacha nizungumzie katika general. Kuna difference between discipline na punishment. Kuadhibu wanafunzi na kuwatunza ili waweze kujua kwamba wanafanya makosa, na makosa watu wajifunza kutokana na makosa. Shule zetu, walimu wetu wengi wamefunzwa mambo ya discipline na kuhandle wanafunzi. Lakini utasikia mwalimu anakuambia kwamba serikali haijanipatia alternative. Haijanipatia nini? Kama situmie kiboko, serikali haijanipatia nini? Alternative. Walimu wanataka serikali wapatie alternative gani, na wako na midomo ya kuzungumza, kusikiza wanafunzi na kuwa examples. Si lazima cause pain kwa wanafunzi ndio awe discipline. So walimu wanafaa wajue kwamba wana train watoto kuwa to grow up as holistic people, watu ambao watakuwa wa sound mind, wamekuwa na mienendo mizuri. Kuna what we call personal growth, ili mwanafunzi anakuwa katika njia ya kuwa mtu ambaye ni mkamilifu. Emotional understanding. Shule za wasichana wengi sana, unajua kwamba sile punishment walimu wanapatia watoto wasichana. Wewe unaambiwa kwamba usimame, uiname chini, uweke mikono ipitie hapa katikati, ushike masikio, alafu iname for 2 hours. Hawa ni watoto wasichana, unawaelewa vizuri sana. Lakini mwalimu anataka awaibishe mbele ya wengine. That is kind of punishment. Unaambiwa watoto apige magoti kwa mawe ndio watembee pale. Hiyo ndio njia ya discipline. Kutokana na hii kitu emotional understanding inakuwa different sasa. Wanafunzi wanaona kwamba si discipline, lakini hii ni nini? Hii ni mateso. Jambo la mwisho, mashule inafaa ikuwe na what we call long term behavior change. Na tunapanga sisi kama chama cha wazazi, utaona hivi karibuni, tungelipenda kutembea katika mashule, tuzungumze na wanafunzi, tuzungumze na walimu, tuzungumze na wazazi, ili tuone kama tunaweza kupata suluhisho ambalo linaweza kusababisha kwamba migomo isikue in future, especially in the CBC senior school. Naam, asante sana Obohata. Nafikiri tutakuwa tunapata maoni ya Jamal na pia Marian na kurudi kwa Obohata tena. Obohata amezungumzia swala la adhabu ambalo tumeona pia serikali kwa kipindi fulani imeingilia na adhabu kali ambazo anazitaja Obohata zingine zimeondolewa katika mazingira ya shule, lakini bado tunajua kwamba zinaendelea, na labda kuzungumzia jinsi ya kumwadhibu mwanafunzi bila kumsababishia madhara na kuchunga bado haki zake
ambazo ni za kimsingi, lakini pia kuhakikisha kuna yale maelewano kwamba hizi ni sheria ambazo zimewekwa na zinafaa kutuiwa na kufuatwa vile ambavyo inastahili, ili mazingira yale ya shule yawe ni mazingira ambayo yatamkuza kuwa mtoto aliye na maadili katika mazingira ya jamii. Mtazamaji, kufikia hapo napata pumziko fupi, nitakuwa narejea hivi punde nikiendelea na mazungumzo hayo, na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, tukiingia awamu ya 4 na ya mwisho ya mazungumzo katika taarifa hizi za yanayojiri. Tunaendeleza mazungumzo ya kujaribu kutegua kitendawili cha migomo shuleni na kuangalia sababu ambazo huenda zikawa zinachangia wanafunzi kushiriki migomo ambayo tumekuwa tukiiona katika miaka ya nyuma, na tukiangazia labda masuala ambayo yanaweza kuleta suluhu ya kudumu kama alivyotaja Obuhata, na kuhakikisha migomo hii basi inakosekana kabisa, hususan tunapoingia katika sekondari ya juu ambayo ni senior school katika mtaala wa CBE. Karibuni kwenye awamu ya mwisho. Nipate maoni ya Jamal ambaye yeye anapeana ushauri na saha. Swala la adhabu ni swala ambalo tumeona sisi, nafikiri adhabu hiyo ilitupata vizuri ukilinganisha na wanafunzi wa sasa, lakini ni swala ambalo wengi wanasema pia linachangia katika kuwafanya wanafunzi kujihisi kwamba kuna mateso kama alivyotaja Obuhata shuleni. Tofauti ya adhabu na mateso, mstari unakuwa uko wapi? Mizani inawekwa wapi katika masuala ya adhabu? Na kupitiliza zile adhabu zinakuwa ni mateso, juu kuchimba mashimo, kutembea kwa magoti kwenye mawe, masuala mengine tu ambayo yanaonekana sasa yamepita mipaka ya kumwadhibu mwanafunzi na kuweka maadili. Shukrani sana dadangu Hadia. Hili jambo la adhabu limekuwa na mchango mwingine mkubwa sana katika uhusiano baina ya walimu na wanafunzi. Kwa mfano, mpatie mwanafunzi adhabu ya kwamba unapofanya tu kosa dogo, ukipelekwa kwa mwalimu ambaye anashughulikana na mambo ya nidhamu, anakuandikia barua enda nyumbani wiki 2. Uende nyumbani. Wengine wapige kelele, watolewe madarasani, kidato cha 4 wawekwe kwa jua, wapige magoti hapa kwa jua nje ya ofisi. Pigeni magoti kwa jua masaa 3. Mwingine afanye kosa hilo apewe hii slasher, aambiwe aenda feka hizo nyasi kidogo. Mwingine afanye kosa pengine ambaye safisha darasa. Hayo makosa yote hizo adhabu zote, kila adhabu na uzito wake. Aliyefukuzwa akuna athari yake. Ambaye amewekwa kwa jua, huo ni unyanyasaji wa wanafunzi. Siku nyingine tulikuwa na mzazi niliambiwa historia na mwalimu mkuu kwamba alipoitwa kwamba mtoto ashafukuzwa wiki 2, sasa mzazi ameambiwa amlete. Alipofika mzazi tu anafika, anamwambia mwalimu mkuu msamehe. Mwalimu mkuu anamuuliza unajua kosa lake? Sijui, wewe msamehe tu. Je, kama mtoto kama huyu angeambiwa darasa ambalo lafaa kufagiliwa na watu 5, adhabu yako ifagia tu peke yako, angeona kweli nimewafanyia wengine kazi, so sitarudia tena lile kosa. Kwa hivyo kuweka mizani katika zile adhabu na makosa yaliyofanya na makosa ambayo mtu amefanya. Siku nyingine kwamba kuna mtoto alikuwa kidato cha 3, ndugu yake ameletwa kama mwanafunzi mpya ile shule kidato cha 1. Sasa ule mtoto wa kidato cha 3 akaona mzazi wake amefika shule, kutoka darasani kwenda kumsalimia mzazi, mwalimu ule wa zamu ambao wao wanapiga doria akampata. Mbona uko nje? Akamuita ndani kwa ofisi, akamweka viboko mbele ya mzazi wake, mbele ya ndugu yake, mbele ya wazazi wengine ambao walikuwa wamekuja kuleta wanafunzi wapya ndani ya ile shule. Je, iwapo angemuita akamwambia adhabu yako utafeka ama utafagia corridor, ingekuwa ni funzo hata kwa wale wengine, na ingekuwa ni adhabu kwamba ilikuwa inafaa ifagiliwe na wanafunzi wengine wa kila darasa tofauti, lakini nimebeba hiyo adhabu ikakuja kwangu. So ni ule uzito ambao tunasema ni uzito wa ile adhabu. Mwingine ambaye pengine sawa nitafanya kosa, mimi nimekosea na najua kweli nimekosea, lakini nikipelekwa kwa mwalimu ambaye anashughulikia mambo na ushauri na saha, akinieleza nikubali makosa yangu, nikubali kuomba msamaha, hili tatizo litatatuliwa. Kuna mwingine ya kwamba mwalimu wa zamu atapewa mashtaka kwamba hizi taka unazoziona hapa mwalimu, ni mtu fulani anafaa kuokota na hajaokota. Huyo mwalimu akiingia, pengine mwanafunzi anaandika, hajui kama hata amefanya kosa lote siku hiyo, anakutwa pengine anakukutwa na fimbo. Kuinuka hivi anaambiwa zile, akitoka mbio anaokota. Kuja kule mwanafunzi atakaa baadaye aenda akatafute chai ile ya saa 4, ajipeleke kwa mwalimu amwambie ni kweli nilifaa kuokota, lakini ambao wanafagia hawafagii kwa wakati mwafaka. Mwingine alifagia jana usiku akaacha taka, mwingine alifagia asubuhi akaacha taka, mwingine ndo aliendea chai ndo aje afagie tena aache taka. Mimi nikapendelea wacha wamalize kufagia wote ndio niokote. So ule mwalimu naye kwa anaona sasa hii mimi ndio niko na authority, mimi niko na cheo, anaona ni ugumu kwake kwenda chini kuomba msamaha.
Nafikiri anazungumzia swala la kuweka mizani katika makosa na adhabu ambayo inatolewa. Ikiwa inaendana, inakuwa inatoa kule kupitiliza kwa ile adhabu na pia kujihisi kwamba umeonewa kama mwanafunzi. Maoni yako ni yapi Marian kuhusiana na kuweka mizani katika adhabu na kuhakikisha kwamba pia hazipitilizi yale makosa na pia haziingilii haki za mtoto? Naweza sema ya kwamba sana sana tukiongelelea kuhusu mimi mwenyewe napenda kuongea kuhusu kitu kinaitwa root issue. Sana sana tukijaribu kuleta mti chini, tunajaribu kukata matunda, tunakata leaves, tunajaribu kukata the branches, lakini tunasahau kuna ile mizizi iko pale chini. Kwa hivyo tunajaribu kupeana suluhisho na tunadeal na vitu zenye tunaona, lakini hatuoni root issue, hatuoni mizizi hii inatoka wapi. Kwa hivyo kwa hiyo discipline ni vizuri Jamal ameleta perspective yenye sikuwa nayo before, ya kwamba hawa walimu wanaochapa wanafunzi, ni nini kinaendelea ndani yao, ni nini wanapitia wao wenyewe, wako sawa, wako hisia zao ziko sawa, kwa mental health yao wako sawa. Kwa hivyo ni vizuri pia tukiongelelea kuhusu wanafunzi tunakumbuka pia walimu, na ni vizuri kuweka mikakati ya kusaidia walimu kuelewa jinsi ya kujitunza, jinsi ya kujijua, jinsi ya kuenda counseling, umuhimu wa hiyo, ndio waweze kujua kudeal na stress management. Ndio wakienda kupeana punishment kwa yule mwanafunzi, hawamtolei stress. Hachapi huyo mwanafunzi kwa sababu anahisi kuna pressure anayapitia ama kuna vitu anapitia nyumbani, anakuja kutolea mwanafunzi. Hivyo ni vizuri pia walimu pia waangaliwe sana, juu hata wao wenyewe wanapitia mambo mengi sana, na labda saa zingine wanapewa pressure nyingi, but wao wamesahaulika pia. Kwa hivyo kwa hiyo discipline tukisaidia walimu itaweza trickle down pia kwa wanafunzi, na kwa hiyo discipline utaona wataweza kuwa more understanding, na wanafunzi wenyewe hawatahisi lazima wajisimamie, lazima wa fight back, kwa sababu wanahisi ni kama wanafinyiliwa na walimu. Naam. Kwa kumalizia, Abu Hatsa, ulikuwa ushazungumzia masuala ya adhabu, labda kwa kuzungumzia masuala ya athari za migomo ambayo tunaiona na suluhu ambazo zinachukuliwa kwa sasa, zinatosha ama kuna za ziada ambazo zinaweza kuchukuliwa? Nitarudi nyuma kidogo, tulikuwa tumeongelea jambo la drug abuse and substances katika mashule. Unajua, nimeeleza vizuri kwamba mambo ya drugs katika mashule inaanzia nyumbani. Sana 80% inatoka nyumbani, inatoka katika community, mahali penye watoto wanaishi. Course tumetembea, tumefanya research, tumekuta kwamba kama watoto wanaishi mahali penye kunauzwa chang'aa, hata hawa watoto pia watahusika katika nini? Kutest hiyo chang'aa. Course ndio wanakuwa kama agents of supply, chain of command, ndio wanapeleka wazazi wakawapea. So hili ni jambo ambalo wazazi wanafaa wahusishwe, lakini vile wanahusishwa katika mashule za nyingine inakuwa ni njia ambayo haifai sana. Kwa mfano, kwa sababu wewe ni principal na huyu ni mtoto wangu nimekuja naye, umekuta kwamba alikuwa na drugs kwa shule, alafu unamuita mbele ya wanafunzi wengine, unamsimamisha, unamtangaza hadharani. Unajua wale wanafunzi wengine ambao wamejua hili jambo sasa wanajua kwamba Ani anakuwa na nini? Na drugs. Psychologically itamuaffect. So hata mzazi wake atapata shock kwamba mbona mtoto wangu ametangazwa. Afadhali wangetuweka mahali, wangetuelezea. Kwa hivyo sisi kama chama cha wazazi tuna mbinu nyingi sana. Kazi yetu ni parental empowerment and engagement. Sisi kazi yetu ni kuongea na wazazi, kuwafunza, kufanya capacity building kwa mambo kama hii ya drugs, kwamba wazazi wanafaa wafundishwe katika njia ya upole. They are not professionals. Waitwa mahali penye wazazi wameketi kama rumu kama hii, na professional kama daktari wakuwe hapa, watu Ministry of Education, Teacher Service Commission officials wakuwe pale, KICD wakuwe pale, wafunze wazazi effects of drugs kwa wanafunzi na masomo yao na their future. Hiyo ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo tunapanga hizi vitu zote kwamba sisi tuweze kufanya. Nimezungumza na watu wa Ministry of Health na tumekubaliana hapa mbeleni, hata KICD we shall take on this. Tutakuwa naenda kufunza wazazi mambo ya drug and abuse substances, how they end up in schools. Kuna shule ambazo wafanyakazi wanahusika katika drugs, na hao wafanyakazi ni wazazi, wanajua kwamba huyu mtoto aswandi lakini mzazi anatoka karibu naye katika hiyo boma, anauza bangi, anachukua hii bangi aenda apatie mtoto mzazi wenzake kwa shule, either muuzie ama pia afanye nini, anunue. Kuna shule hata zingine katika hizi flower beds, sijui naita namna gani,
Wanafunzi wanatoka nyumbani na sisi unakuja unapanda bangi pale. Na walimu wanapita pale wakiona ni maua. Na security haijui hata ni bangi. Sasa singine tunasema hata polisi watembee kwa mashule na umbwa wasinusie pale katika hizo maua nini hizo flower beds. Tuone kama tunaweza kupata hii. Ulisikia juzi katika Nairobi University. Wafanyakazi na teaching staff ndio wana supply drugs katika Nairobi University. Na ni wazazi ambao wanaharibu watoto wa wazazi wengine. Na kesho yake hawajui kwamba hawa watoto ambao wanapatia drugs, the same students ndio watawapiga kesho wakiwa jikoni wakipika ugali. Kwamba ugali wao ni bichi. Sasa unaona wazazi wanahusika kwa uzito sana. Lakini education is very important. Now, nikimalizia hapa. Jambo la discipline. Discipline is meant to be self-regulating. Ndio unaona watu wakishikwa wanapelekwa prison. Wanakaa pale miaka 3, wakitoka nje kama walikuwa wameiba hii chupa, wakiona mbele wanapitia mbali, wanajua kwamba hapa nitarudi kule ndani tena. So discipline is not meant to be for fear, for threats. Discipline inafaa ifunze mtoto kwamba kesho pia hata mimi nitakuwa kiongozi. So self-regulating. Discipline inafaa iwe for the purpose of what we call emotional intelligence. Ya kufanya watu kufikiria na kubadilika. Then finally, social responsibility. Unajua kama tungekuwa na discipline sisi wote hatungekuwa tumeketi hapa. Tukua kwa sababu ya nini? Ya discipline. So walimu waelewe kwamba wanafunzi ni human beings. Hata wakifanya makosa aina gani, hakuna kosa ambalo haliwezi kuwa na njia ya kutatua kwa urafiki. Naam, asante sana Obuhata, na tafikiri tutakuwa tunatamatishia hapo kwa sababu ya muda, lakini ni washukuru sana wageni wangu kwa kushiriki mazungumzo na kusaidia kuelewa zaidi baadhi ya kiini cha migomo ambayo tumekuwa tukishuhudia shuleni mara kwa mara. Nimshukuru sana Muadhis Jamal ambaye yeye ni mtaalamu na mshauri nasaha katika sekta ya elimu na akiwa pia ni mwalimu yeye mwenyewe. Karibu sana, asante kwa kuja na kwa kushiriki katika mazungumzo. Pia nimshukuru Merian Kibuchi ambaye ni mtaalamu wa afya ya akili na ni mshauri nasaha. Asante sana Merian kwa kushiriki na kwa kutusaidia kuelewa masuala ya afya ya akili na wanafunzi na pia watoto wenye umri mdogo kwa jumla. Asante sana Silas Obuhata ambaye yeye ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa wazazi nchini. Asante kwa kuja kwa mara nyingine tena na kwa kushiriki mazungumzo na kutusaidia kuelewa masuala na sauti ya wazazi katika mazungumzo haya. Asante. Na mtazamaji, kufikia hapo naafika kikomo mwa taarifa za yanayojiri mchana wa leo. Wenzangu kutoka meza ya Kimombo naona wameshawasili studioni kuweza kukupatia taarifa hizi kwa lugha ya Kimombo. Namuona Noah Kipkemboi pale yupo tayari na valia suti yake ya rangi ya samawati ya masjini nyeusi, atakuwa na kujuzi anayoibuka na kugonga vichwa vya habari kwenye lugha ya Kimombo. Nimekuwako hadi ya Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.